Sky TV. Sky TV. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Hii ni Sky TV. Karibu kutazama ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Katika habari za kimataifa, IMF na Benki ya Dunia zarejesha ushirikiano na Venezuela. Kunako habari za michezo na burudani, Waziri Mkuu atembelea uwanja wa Arusha unaoendelea kujengwa. Hujambo mtazamaji na karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jayunga. Tunaanza na habari za kitaifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wakati umefika kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kuangalia fursa zaidi za ushirikiano na maendeleo kwa manufaa ya nchi hizo. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo alipokutana na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Balozi Stephen Patrick Mbunda, aliyefika Ikulu kujitambulisha na kuaga rasmi. Dr. Mwinyi amemhakikishia Balozi Mbunda kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kushiriki kamilifu katika utekelezaji wa majukumu pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kumtakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yake. Tumefurahi kwamba nafasi hii tumeipata sisi Tanzania, na bila shaka tutakuwa karibu katika kuona fursa zozote ambazo zipo. Basi tuwe karibu zaidi na ofisi yako kwa ajili ya kufanikisha. Wakati tunajipanga nchi wanachama kurudi tena, ukiacha kwenye masuala yetu haya ya kawaida ya integration, lakini kulikuwa kuna miradi ya pamoja ambayo pengine wakati umefika kuangalia fursa, especially kwetu sisi hapa Zanzibar kwa miradi ile ambayo tulizungumza wakati ule. Mwisho nikutakie majukumu mema, na kama nilivyosema, kukiwa kuna haja ya mawasiliano wakati wowote tutakuwa tayari kufanya mawasiliano nanyi ili tuweze kutimiza yale ambayo tunayakusudia. Naye Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Stephen Patrick Mbunda ameahidi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kushirikiana na kufanya kazi kwa karibu zaidi na Zanzibar, pamoja na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa mafanikio na maendeleo yaliyofikiwa na Zanzibar hivi sasa, ikiwemo kuimarisha amani. Mohamed Magesa, Sky TV, Dodoma. Tuna mengi ya kujifunza kutoka sehemu zetu. Kwanza ni kupanga vipaumbele na matumizi sahihi ya rasilimali fedha, lakini utendaji ni matokeo kama nilivyosema umeacha alama. Na jambo la tatu ambalo ni key, majadiliano na kukaa mezani, mnafikia mnapata makubwa. Kwa hiyo amani na utulivu ni chachu ya maendeleo. Na Mheshimiwa Rais, ninaamini mafanikio makubwa ambayo umeyapata yametokana na mwelekeo wako wa kutoa kipaumbele kwa amani na utulivu Zanzibar. Na sasa tutazame taarifa nyingine, ambapo wakulima wa kahawa zaidi ya 200,000 kutoka katika mikoa ya Kagera na Songwe wamesajiliwa na mashamba yao kutambuliwa ili kuendelea kulifikia soko la Umoja wa Ulaya ambalo linaelekeza kahawa zote ziwe zimetoka kwenye maeneo ambayo hayajasababisha uharibifu wa mazingira.
Zaidi ya 60% ya kahawa inayozalishwa nchini huuzwa katika soko la Umoja wa Ulaya, na umoja huo umeweka sheria ambayo inataka kahawa zote zinazouzwa kwenye soko lake ziwe zimetoka kwenye maeneo ambayo hajasababisha uharibifu wa mazingira. Wakati wa kikao cha wadau wa kahawa kilichofanyika leo jijini Dar es Salaam, Bodi ya Kahawa Tanzania imeeleza namna ilivyojipanga kutekeleza takwa hilo. Hili zoezi linafanyika kwa kasi kuhakikisha kwamba wakulima wanakuwa na uhakika kwanza soko linaendelea kuwepo, na soko la Ulaya tunaendelea kulitumia kwa sababu bado linaendelea kuwa soko tunalitegemea kwa sababu linatoa bei nzuri kwa wazalishaji wa kahawa nchini. Karibu tani zaidi ya 50,000 kahawa zinaenda soko la Ulaya. Hizo zinaingiza karibu dola milioni 350 kwa mwaka. Mpaka sasa hivi wakulima zaidi ya 200,000 wameshasajiliwa na mashamba yao kutambuliwa, na zoezi hilo linaingilia kuhakikisha kwamba kufika mwezi wa 12 ambao ndio tarehe ya mwisho, wakulima wote watakuwa wamesajiliwa na watakuwa wameweza kukamilisha hitaji hilo la hiyo kanuni ya Umoja wa Ulaya. Na hapa unatolewa wito kwa wakulima kuunga mkono jitihada hizo zinazolenga kuwezesha upatikanaji wa masoko na utekelezaji wa mipango ya serikali. Lazima uwe umezalisha kahawa bila kuathiri au kuharibu mazingira kwa maana ya ukataji miti. Kwa sababu hiyo ikatulazimu tuwe na daftari la kitaifa la wakulima ambao inaonyesha wako wapi, wanafanya uzalishaji kwenye maeneo gani, kwa maana lazima sasa tuchukue coordinates ambazo zikiwa kwenye satellite unaweza ukayaona yale mashamba yalipo. Kwa hiyo kila unapouza kahawa nje ya nchi kwa maana soko la Ulaya lazima iambatane na zile coordinates ambako mashamba umetoa kahawa ile. Changamoto zilikuwepo, kubwa ilikuwa ni kwamba unapofanya usajili wa wakulima bado kuna fikra kwamba kila usajili wa wakulima unapofanyika au usajili wowote basi labda kodi mpya inaletwa na serikali. Lakini tulishikiana na wadau mbalimbali, bodi ya kahawa wakiongoza zoezi hilo, halmashauri ambazo tulikuwa tukifanya zoezi hilo, halmashauri 8 za kule Kagera na 2 za mkoa wa Songwe. Kwa pamoja tulifanikiwa kuelimisha ili waweze kujitokeza. Kwa hiyo wakulima wasidhani kwamba ni swala la kodi mpya, hapana. Ni swala la kuwezesha upatikanaji wa masoko, wakati huo kuwezesha mipango sahihi ya kiserikali kuweza kupangwa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wetu kuongeza uzalishaji kwa ujumla. Almost nusu ya kahawa tunazalisha inaenda katika masoko ya Ulaya. Kwa hiyo ni vyema, lazima tuelewe soko linataka nini, wanunuzi kwa sababu wanatupangia wanataka nini ili tuweze kucomply, tuweze kuuza katika soko lao. Kufikia mwishoni mwa mwaka huu, mtu yeyote anayesafirisha kahawa kwenye soko la Umoja wa Ulaya, kanuni zinamtaka kuhakikisha kahawa yake haijazalishwa kutoka katika shamba ambalo limeharibu mazingira. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Meya wa jiji la Mbeya Dr. Mohamed Issa amepiga marufuku walimu kuwachangisha wazazi fedha za madawati na miundombinu ya shule, akisisitiza kuwa gharama hizo zinapaswa kubebwa na halmashauri kupitia mapato ya kodi za wananchi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi madawati kwa shule za msingi za halmashauri ya jiji la Mbeya, Meya wa jiji la Mbeya Dr. Mohamed Issa amewataka wazazi kutoa taarifa endapo watachangishwa fedha za madawati shuleni. Walimu wakuu na waratibu elimu kata, nikuombeni sana. Kuna swala ambalo bado linakuwa linanikera na napata habari zake, ni swala ambalo silipendi na swala ambalo si zuri. Bado kuna baadhi ya shule zetu za elimu, kuna walimu wanaozunguka wazazi wanataka kuchangisha swala la madawati. Naomba swala la kuchangia madawati kwa wazazi likome. Tunaomba sana mzazi ambaye utachangishwa fedha ya dawati ikiwa shule yoyote, naomba moja kwa moja uje kutoa taarifa ofisini, umuone hata mratibu kata. Hili swala kuna baadhi ya watu ambao si waaminifu wanataka kuchafua baadhi ya watu wengine ambao ni waaminifu. Kwa upande wake, afisa elimu msingi wa jiji la Mbeya Anderson Mwalongo amesema zaidi ya shilingi milioni 130 zimetumika kutengeneza madawati ambayo yametolewa kwa awamu 2, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa shule za msingi. Ndugu zangu, ametupatia shilingi milioni 131 kwa ajili ya utengenezaji wa madawati 2910. Na katika madawati haya tumeyatengeneza kwa awamu kubwa 2. Awamu ya kwanza tulitengeneza madawati 2222 kwa milioni 100. Na awamu ya pili tumetengeneza madawati 688 kwa shilingi milioni 31 ambayo ndio haya yanakwenda kutolewa leo. Leo hii tutakwenda kupewa madawati shule 11 madawati 338.
Baadhi ya walimu wakuu wa shule za msingi wamesema madawati hayo yatakwenda kuimarisha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji wa wanafunzi darasani. Kupitia hivi wanavyotufanyia kutupa hata kwa awamu, inatusaidia sana kupunguza hasa ule mrundikano wa wanafunzi katika dawati moja, lakini pia hata wale wa kukaa chini. Kwa katika hilo imeenda kutusaidia sana, na hata zoezi zima la ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi, kwa sababu mara nyingi mtoto anaweza kujifunza, kunakuwa na vitu vingi sana ambavyo vinasaidia ujifunzaji wake. Tunashukuru pia jiji kwa kutuangalia shule zile ambazo zina idadi kubwa ya watoto na watoto wengi wanakaa chini. Ni kwa leo tunashukuru kwa kupata madawati 40 yataenda kusaidia kupunguza msongamano wa watoto kukaa dawati moja watu 5 au 6. Kwa sasa hivi wataenda kukaa watoto 3. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera amekabidhi magari 5 na kompyuta mpakato laptops zipatazo 180 kwa Mahakama ya Tanzania na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora katika hafla iliyofanyika Mtumba jijini Dodoma. Hatua hiyo inalenga kuimarisha mifumo ya kidigitali na kuongeza kasi ya upatikanaji wa haki kwa wananchi, ambapo mahakama imepokea kompyuta zipatazo 150 huku tume ikikabidhiwa magari yote 5 pamoja na kompyuta 30 kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi wa taasisi hizo. Pia nichukue fursa hii nishukuru sana Mheshimiwa Rais. Leo hii tunagawa mahakama kompyuta 150, tunagawa kwa wenzetu wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora kompyuta takriban 30. Tutakabidhi magari 5 cruiser 2 za kisasa kabisa, ziko tayari kwa ajili ya kazi nchi nzima kwenda kuwatafutia Watanzania haki za msingi na kwenda kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, kwenda kupambana na maeneo mbalimbali ambayo haki ya Watanzania inapotea. Kwa namna moja au nyingine, ninayo mfano mzuri sana Tume ya Haki za Binadamu ambayo kuja kwenye mikoa mbalimbali kwenda kuangalia namna ambavyo watu wanaponyanyaswa na kwenda kuhakikisha kwamba haki inatendeka, na kazi imefanyika vizuri sana. Tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Lengo la upatikanaji na utumiaji wa vifaa hivi ni kutekeleza kwa vitendo sera ya serikali ya kujenga mfumo jumuishi shirikishi na unaotumia teknolojia katika utoaji wa huduma za kisheria. Azma ya wizara yetu ni kuhakikisha kuwa huduma za sheria zinawafikia wananchi wote bila kujali mahali walipo, hali zao za kiuchumi, tabia zao au maeneo wanapoishi au jamii zao. Tuna imani kubwa na kituo hiki cha Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa sababu tumejionea kazi wanayofanya, na ndio maana wizara imechukua hatua ya kuhakikisha kwamba tunanunua magari ya kisasa kabisa ili tukafanye kazi. Ila yangu ni kwamba magari haya tuyatunze. Watu wasije kaendeshwa kwa fujo, kesho tukasikia gari moja limepata matatizo. Hatutajisikia vizuri, tutajisikia huzuni, kwa sababu magari haya yametumia fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia ni fedha pia za walipa kodi. Naamini huu sio mwisho. Bado sisi tunatarajia kuendelea kununua magari. Ziko taasisi nyingi ambazo za kwetu, na sasa hivi tunakwenda kwenye dira ya 2050 na ziko sheria nyingi tunakwenda kuzifanyia kazi ili tuende sambamba na utekelezaji wa dira ya 2050 kwa kasi kubwa na kwa ari zaidi. Na tutakwenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea, miongoni mwa habari tutakazokuwa nazo ni pamoja na moto wateketeza mabweni shule ya Zion Academy mkoani Tabora. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na Sky ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, ambapo tunajuzwa kwamba mabweni mawili ya wanafunzi wanalala wanafunzi wa kike na wa kiume zaidi ya 72, bwalo la kulia chakula pamoja na store katika shule binafsi ya msingi Zion Academy iliyopo katika kata ya Ilolangulu wilayani Uyui mkoani Tabora imeteketea kwa moto uliosababishwa na hitilafu ya umeme na kuzua taharuki kwa wananchi katika eneo hilo. Tukaona moshi, tukaanza kusema moto moto, wakaja watu wakaanza kuangalia. Nilikuwa nyumbani nikaona moshi mzito, nikaanza kuambia majirani, huko hamna usalama, huo moshi sio usalama. Baadaye nikaona ngoja niende kwa mdogo wangu huyo Leticia Msafia anapika hapa. Kuna usalama huko au jiko limewaka? Au mabweni ya watoto kuna usalama kweli? Nikaanza kuja kufika ndio nakuta tukio hili. Ila nikafurahishwa kwamba watoto Mungu amesaidia wako wote wazima, paka na walinzi na wapishi.
tumewahi na magari yetu ya kutosha yako hapa. Tumefanikiwa kuzima moto. Chanzo cha awali kwa mazingira, inawezekana kuna hitilafu ya umeme, lakini hakuna mtu yeyote aliyepata madhara ya kifo wala majeraha, isipokuwa tu mabweni yameungua karibu yote kama mnavyoona kwa sasa. Pamoja na kuwa kuna mabweni, pia kuna store ya kuhifadhi vyakula. Ndani ya hiyo store kulikuwa na vyakula kama mahindi, mpunga, mchele, maharage, mafuta ya kupikia. Kwa hatua za awali ambazo zimefanyika, tumewasiliana na uongozi wa shule. Wanayo majengo mengine kule yalikuwa yanajengwa ya hostel, kwa baadhi ya watoto watapelekwa kule, lakini sambamba na hilo baadhi ya wazazi wamefika kwa ajili ya kuwachukua watoto. Lakini kadri siku zinavyoendelea, tunasubiri tathmini ya wenzetu wa zimamoto, tutaendelea kuona namna gani serikali tutaweza kushirikiana nao kuhakikisha watoto wetu wanakaa katika mazingira salama. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu mkoani Arusha, Bwana Juma Hokororo amekabidhi ofisi ya umoja wa maafisa usafirishaji abiria kwa njia ya pikipiki wilayani humo UBOKA iliyojengwa na halmashauri ya Karatu, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mazingira ya ufanyaji kazi yanaboreshwa pamoja na kuwainua vijana kiuchumi. Nimekabidhi ofisi ya umoja wa bodaboda Karatu, kwa kifupi wanaitwa UBOKA, kwani walikuwa na changamoto. Vijana wa bodaboda wa wilaya hii ya Karatu wana umoja wao, lakini walikuwa hawana ofisi ya kuweza kutumia. Kwa hiyo mimi kama mkurugenzi, lakini na halmashauri waliweza kutuletea ombi hilo na viongozi wao wa mkoa kuhitaji ofisi, na tukaweza kulichukulia kwa uzito mkubwa sana kuwatafutia ofisi, na ninayo furaha leo kuwakabidhi ofisi hiyo, ambayo umoja huu sasa wataitumia ofisi hiyo kwa ajili ya vikao vyao, lakini pia na kuendeleza umoja wao. Kama mnavyofahamu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza sana ni kuwainua vijana kwenye kiuchumi, lakini kwa maendeleo yao binafsi. Na sisi kwa falsafa hiyo kama halmashauri tumeweza kutimiza hiyo, kuyanua vijana hawa kwa kuwapatia hii ofisi ambayo wataweza kukaa katika ofisi hii, lakini watajadili mambo yao mbalimbali na wataweza pia hata kuunda vikundi mbalimbali, kwa sababu sasa wanapokuwa na ofisi hii ni rahisi kuwapata umoja huu, kuwapata wanachama wote katika ofisi hii, lakini hata vile vikundi wataweza kunufaika pia na mikopo ile ambayo inatolewa na halmashauri, kwa sababu wana sehemu ambayo wataweza kukutana, watajadili matatizo yao na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika wilaya yetu. Mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu naupongeza uongozi huu wa UBOKA kwa chini ya mwenyekiti wao Elifuraha kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya hapa, lakini kuweza kuwaunganisha vijana wote wa bodaboda katika wilaya hii ya Karatu. Mimi ninachowasisitiza, tuendelee kuwa wamoja na tuendelee kufanya kazi na tuendelee kushirikiana na serikali kwa kazi mbalimbali ambazo tunafanya sisi serikali, lakini tuendelee kuisupport na kuendelea kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani kazi kubwa anafanya. Lakini pia kwenye sekta yetu ya vijana kazi kubwa pia anafanya, na vijana tunaona maendeleo makubwa ambayo yanafanyika katika wilaya yetu hii ya Karatu. Kwa hiyo tuendelee kumwombea rais wetu na sisi tuendelee kupiga kazi. Na kwa majina naitwa Epafra Pascali au Elifra Pascali. Ni mwenyekiti wa bodaboda wilaya Karatu. Kama jinsi Mheshimiwa Rais alivyotupandisha hadhi mwenyekiti wa maafisa usafirishaji wilaya Karatu. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima, lakini pia ni ushukuru uongozi wa halmashauri tukishirikiana na mkurugenzi wetu. Tulikaa mazingira bora, tukaomba ofisi, lakini ametusikiliza na amekuwa na moyo unyenyekevu. Ametusikiliza na leo ameweza kutukabidhi ofisi yetu, na ofisi yetu hiyo itaweza kutusaidia kwenye kutatua changamoto zetu, lakini pia kuweka tasnia yetu ya bodaboda kwenye hali salama na hali ambayo itakuwa inafaa kwenye jamii. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Momba, Mheshimiwa Sylvester Haizuru, ameweka wazi dhamira yake ya kuhakikisha ukusanyaji wa kodi unafanyika kwa njia rafiki katika kipindi chake cha uongozi. Amesema hatua hiyo inalenga kuepusha migogoro isiyo ya lazima kati ya serikali, wakulima pamoja na wafanyabiashara. Mheshimiwa Haizuru ameyasema hayo wakati wa kikao cha wadau wa kilimo kilichowakutanisha pamoja na wakulima wa zao la ufuta, wanunuzi wa mazao, wasafirishaji, viongozi wa vyama vya wakulima, viongozi wa taasisi za fedha,
wajumbe wa kamati ya siasa pamoja na wataalamu kutoka ngazi ya halmashauri hadi vijijini. Mimi nipo kusimamia yale tuliyokubaliana. Nipigie simu masaa 24 nitakusikiliza. Lakini ukienda kitofauti na hii hatutaelewana. Na niwaombe, mimi sitahitaji kupata ushuru wenu kwa kupitia faini. Hizo sizihitaji kabisa faini. Sawa ndugu zangu? Faini hazitakiwi. Ukiona umepigwa faini, umedharau. Twende kwa majadiliano. Baraza langu la madiwani la safari hii hatutaki kukusanya ushuru kwa kutumia nguvu wala kwa kukosana na biashara. Sisi tunataka kukusanya ushuru kwa hiari. Wewe ulipe kwa hiari. Bado unapoonewa useme kwamba hapa sijatendewa haki na mazungumzo yetu ni kweli. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, lakini la mwisho nimpongeze sana mkurugenzi wangu wa halmashauri ya wilaya Mbogwe kwa kazi kubwa anayoifanya. Na hili nalisema kwa sababu kufanya kitu kama hivi sio rahisi. Kujua sasa tunaenda kwenye msimu huu tufanye nini ili tufanikiwe. Mimi wote hao mpaka huu naita wadau wangu wa halmashauri ya wilaya ya Momba, lakini kupitia mkurugenzi na timu yake. Kwa hiyo niombe ushirikiano. Wataalamu wangu mimi nilishawaagiza watakuwa oni simu zao zote, na kama ninyi wafanya biashara, wasafirishaji, wadau hamna simu za watu wangu, wataalamu wangu watazitoa. Pigeni simu masaa 24 pale unapoona kwamba hujafanyiwa haki. Sawa ndugu zangu? Kwa kusuluhisha gani ni task force ambayo itaundwa kwa sasa, msije mkapata taharuki kutoka ofisi ya kwa wilaya, BDO, uhamiaji, OCD, sio mwingine wote. Tutakuwa timu moja na halmashauri. Lakini sisi tuhakikishie, sisi kama madiwani tutawapa ushirikiano kwa kila kata, wenye malalamiko watufikishie, tutayatatua kwa wakati bila upendeleo. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Momba Fabian Manoza Saidi amesema anawapongeza wafanya biashara kwa moyo wao wa kulipa kodi bila usumbufu. Lengo la kikao hiki kuitana kwa sababu msimu sasa umeanza wa ukusanyaji, lakini pia tupeane tathmini ya unavyoendelea. Tathmini kubwa ya kwangu mimi kama mkurugenzi ya kuanza nayo ni kupongeza wafanyabiashara wetu kwa kuitikia ulipaji wa ushuru na kodi zetu mbalimbali za halmashauri. Wapongeze kwa sababu tulikotoka ni mbali sana. Mimi mheshimiwa mwenyekiti nilifika hapo mwaka 2023 mwishoni sana. Lakini mwaka 2024 ndio niliona namna tunao uwezo wa kushirikiana na wenzetu. Sababu ulikuwa ndio msimu wangu wa kwanza. Kwa kweli ule msimu ulikuwa na mambo mengi sana. Mara kwa mara tulikuwa tunaitana, tunasemana, tunafanya nini. Lakini tangu mwaka 2024 mpaka leo tunaongelea 2026. Tukiongelea mwaka 2025 hatukupata nguvu za nyingi kama tulizozipata huko nyuma. Watu 4 wa familia mbili tofauti za kata ya Kibeta manispaa ya Bukoba wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia leo katika manispaa hiyo, huku baadhi ya wajasiriamali pia wakiripoti kupata hasara kutokana na biashara zao kuharibiwa na mvua hizo. Mimi niamka kabla ya mvua kwenye saa 9:30. Kaanza kusali, nikaanza kusoma hapo, baadaye nasubiria muda wa asubuhi ufike nisali. Sasa ilipofika dakika 45 nikaamka kusali sunna. Mezani nikaona simu inaita. Hivyo nikaangalia ni mtoto wangu yule ambaye yuko kule juu Kibeta. Kupokea akasema, baba kuna tatizo gani? Akasema ule ukuta wa perfect umeangukia nyumba yetu, lakini ndugu zetu hatuwaoni, nani huyo Nunhadi na Manhadi hawaonekani, sijui wameenda wapi.
Nikamwambia watoto wameshafariki. Akasema bado hawajafa. Nikamwambia kama hawajafariki mbona sioni daktari humo wakipishana? Sababu hii dharura daktari wangekuwa napishana. Sasa wameweka pazia, wametoka mnaniambia watoto hawajafa. Daktari akasema we pumzika hapo usubirie. Basi tumekaa, baadaye watu wakawa wanaongezeka, wanakuja. Ndio ile gari nikakutana nayo ya nani ya nini ile ya zimamoto. Kwa sababu kuna mwingine alikuwa amebaki kwenye kifusi, wao walikuja na watatu. Wawili wa kwangu na jirani mmoja, lakini yule wa jirani mmoja akawa amebaki kwenye kifusi. Baadaye ndo wale zimamoto wakaenda wakamuokoa akaja naye. Lakini yule alikuwa ameshafariki, walijua ameshafariki, wakaja direct mpaka huku mochwali. Watoto hao wanne wanatoka kwenye familia mbili tofauti. Familia ya Mr. Edmund Matungwa na familia ya Mr. Mikdadi Ali Nshoro. Ya watoto mili ya hao watoto watatu ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Ya bado mili bado iko mochwari, lakini uchunguzi umefanyika. Inaonekana mili imejaa mchanga sehemu zote na kwenye pua, mdomo, ya sehemu. Hawana majeraha ya wazi. Inaonekana baada ya kuangukia ukuta ni kama walikosa hewa ndani. Na taarifa hii tupeleka mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi, na usiondoke. Sky TV. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma?
Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Tayari kwa sasa, na tuendelee mbele zaidi, tutazame katika habari za kimataifa. Tunaungana na Zinazile Mswima. Sky TV. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia zimetangaza kurejesha tena ushirikiano na Venezuela baada ya kipindi cha zaidi ya miaka 6, kulingana na mkurugenzi mkuu wa IMF. Taarifa ya mkurugenzi huyo Kristalina Georgieva amesema shirika hilo, kwa kuzingatia maoni ya wengi wa wanachama wake, sasa linashirikiana na utawala wa Rais Delcy Rodriguez. Kufufuliwa kwa uhusiano huo kumetangazwa miezi michache baada ya Marekani kung'oa mamlaka utawala wa Rais Nicolas Maduro. Hatua hiyo inafungua njia kwa IMF kufanya tathmini ya uchumi wa Venezuela kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 20, na huenda ikawezesha kutolewa kwa mabilioni ya dola kupitia haki maalum za kutoa fedha zilizokuwa zimezuiwa. Benki ya Dunia imethibitisha kurejea mahusiano yake na Venezuela, ikisema mkopo wake wa mwisho wa nchi hiyo ulitolewa mwaka 2005. Rais wa Venezuela amemshukuru mwenzake wa Marekani Donald Trump kwa kusaidia kurekebisha uhusiano na IMF. Mustakabali wa operesheni ya kijeshi ya Rwanda dhidi ya ugaidi Cabo Delgado uko mashakani. Kigali inadai malipo au manufaa kwa juhudi zake, hali inayoweka Ulaya katika mtaziko wake mkakati. Rais wa Rwanda Paul Kagame anatishia kuondoa wanajeshi wake kuanzia Mei kutoka jimbo la mgogoro la Cabo kaskazini mwa Msumbiji, na kwa kufanya hivyo anaiweka hasa Ulaya chini ya shinikizo. Operesheni dhidi ya waasi wa Kiislamu inaweza kumalizika hivi karibuni ikiwa Umoja wa Ulaya hautotoa ahadi ya uhakika ya ufadhili. Chanzo ni ripoti inayoelezea kuwa Brussels inaeleza kusitisha msaada wake wa operesheni hiyo. Umoja wa Ulaya umechangia euro milioni 40 ambazo inadaiwa ni chini ya humusi ya gharama zote za Rwanda. Nayo makubaliano ya kusitisha vita kwa siku 10 nchini Lebanon kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah yaliyoanza leo Ijumaa yanaendelea kuheshimiwa na kuondoa vizuizi kimoja kuelekea kupata manufaa katika mzozo wa Iran. Haijawa wazi iwapo makubaliano yoyote yatafikiwa kati ya Marekani na Iran kabla ya muda wa mwisho wa usitishwaji vita kwa wiki 2 kati ya mahasimu hao wawili kumalizika wiki ijayo. Hatua ya kusitishwa vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon inaweza kuwa ishara kwamba hatua kadhaa zimepigwa kuelekea lengo hilo. Wakati huo vita katika eneo la Mashariki ya Kati vimesababisha hali kuwa mbaya kwa uchumi wa dunia. Wakulima wa Ukraine kwa mfano wanatabiri mauzo ya nje yatapungua mwaka huu kutokana na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Wakulima nchi hiyo tayari wanakabiliwa na changamoto za uhaba wa nguvu kazi, usafirishaji wa nishati zilizosababisha na vita vya taifa lao dhidi ya Urusi. Lakini kwa upande mwingine, wakulima wa Urusi wana faida ya kupata mafuta na mbolea kwa gharama nafuu ndani ya nchi hiyo.
Hofu yake kubwa kwa sasa ni gharama ya dizeli inayohitaji kuvuna heka 1200 baadaye mwaka huu. Bei ya mafuta karibu imeongezeka mara 2 tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kusababisha vurugu kubwa ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika usambazaji wa nishati. Mwisho wa habari za kimataifa. Rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa zinatupa nafasi ya kuelekea katika habari za michezo na burudani. Johannes Michael yupo tayari kwa kufahamisha michezoni. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesisitiza uwepo wa kamera nyingi katika viwanja vya michezo ili kudhibiti vitendo vya ushirikina na imani potofu vinazoweza kuathiri michezo. Amesema ni muhimu kwa kuhakikisha eneo hilo la uwanja linaonekana wazi, akieleza kuwa hata vitendo vidogo visivyofaa vinapaswa kubainiwa mapema kupitia mifumo ya ufuatiliaji. Waziri Mkuu ametoa kauli hiyo leo Aprili 17 mwaka 2026 wakati wa ziara kukagua maendeleo ya miundombinu ya michezo kuelekea michuano ya AFCON mwaka 2027. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na wakati wa michuano ya Muungano Cup ikizidi kupamba moto visiwani Zanzibar na kusubiliwa kwa hamu kubwa na wapenzi wa soka wa Tanzania bara pamoja na visiwani Zanzibar. Katibu mkuu wa ZFF Hussein Ahmada Vuai anazitaja sababu za timu ambazo zimeingia moja kwa moja kushiriki michuano ya Muungano Cup msimu mwaka 2026. Weza kumaliza kwenye nafasi 4 katika ligi table ile ya msimu 2024-25, kwa maana tunazungumzia top 4, kwa maana kwa upande wa visiwani timu ya Mlandege ambao ni mabingwa ligi kuu ya Zanzibar
timu ya KVZ ambao walishika nafasi ya pili katika ligi ya Zanzibar, lakini pia timu ya Mafunzo Sports Club na timu ya Mwembe Makumbi ambao walikuwa ni watatu na wanne. Lakini kwa upande wa bara pia timu ambazo zitashiriki ni timu ya Yanga Sports Club ambao ni mabingwa wa ligi kuu ya NBC ya Tanzania bara, timu ya Simba Sports Club ambayo ilimaliza nafasi ya pili, timu ya Azam FC na timu ya Singida Black Stars. Hizo ndo timu 8 ambazo zitakwenda kushindana kwa ajili ya kupatikana kwa bingwa wa kombe la muungano wa Jamhuri ya Muungano Tanzania tarehe 29 ambapo ndo finali yenyewe katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamekuwa na mwendelezo mzuri na kufikia sasa maandalizi yanakwenda vizuri, na tuseme kwamba msimu huu tunatarajia kuwa na mashindano ambayo yatakuwa na ushindani mkubwa na yenye mvuto mkubwa kwa sababu ya timu shiriki zenyewe. Timu ya Mlandege sio tunafahamu kwa kipindi walikuwa wanafanya vyema na waliwahi kuwa mabingwa wa Kombe la Mapinduzi miaka miwili mfululizo, misimu miwili mfululizo. Kwa hiyo ni timu ambayo inafanya vizuri. KVZ yenyewe inafanya vizuri katika mwendelezo wa ligi ya visiwani. Kwa upande wa bara pia tunaona Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars. Kwa hiyo hii itoshe kuonesha kwamba msimu huu tutakuwa tuna mashindano ambayo yenye ushindani mkubwa na hadhi kubwa, na zile hisia na hamu za mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania tutakwenda kuwakonga, kwa sababu ligi ya visiwani inasimama kupisha kombe la kombe la muungano. Ligi ya Tanzania bara NBC Premier League yenyewe pia inasimama kupisha kombe la muungano. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba mpira utakuwa visiwani, mpira utakuwa katika kombe la muungano, na ndio maana msimu huu tuna slogan yetu tunasema kombe la muungano, soka linatuunganisha. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine, ikiwa imebakia masaa machache kuelekea Bunge Marathon kufanyika kwa siku ya kesho katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo mbio hizo zitahusisha washiriki mbalimbali kutoka katika majimbo yao kuweza kukimbia na mbunge ambaye wameweza kumpigia kura. Baadhi ya washiriki katika mbio hizo wameelezea maandalizi yao pamoja na kujipanga kushiriki vizuri katika mbio za Bunge Marathon. Mimi ni mshiriki wa Bunge Marathon, mshiriki wa marathon nyingi pia ambazo zinaendelea Tanzania. Lakini hasa leo siku ya Ijumaa tuko tarehe 17, maana yake kesho Jumamosi tarehe 18 tunaingia rasmi katika msimu wa Bunge Marathon, msimu wake wa 3. Kwa hivyo maandalizi ni mazuri. Washiriki tumejiandaa karibu katika mwezi mzima huu kuelekea hii marathon, tumejiandaa kufanya mazoezi. Kwa hivyo tunasubiria tukipanga chapo kesho asubuhi ili tuweze kutimua mbio. Sababu hizi ni mbio za kijamii. Kwa hivyo ukishiriki inakuwa kwanza unakuwa unashiriki, unakuja kukimbia na mbunge wako ambaye umempigia kura, lakini pia ni mazoezi kwa afya. Kwa hivyo nawashauri hata walioko majumbani, kwa mfano saa hizi bado nimeona usajili bado unaendelea. Kwa hivyo inawezekana ikawa haujajisajili bado na unataka kushiriki, unaweza ukaenda kwenye viwanja vya bunge pale, ukapata utaratibu, unaweza kujisajili. Ama ukiingia kwenye tovuti ya bunge pia unaweza kujisajili, bado haujachelewa. Kwanza hawa wote ni wanamichezo. Ni wanamichezo, na ndio maana unaona iwapo kimichezo hizo picha zote unazoziona wapo katika marathon. Huyu Mheshimiwa Festus Sanga yeye ndo mwenyekiti wa Bunge Marathon, lakini pia ni mbunge wa Makete, lakini pia hapa kuna pastor, huyu ni MC wa bunge na pia ndo afisa habari wa bunge. Lakini hapa kuna Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu, pia ipo Dr. Tulia Ackson. Hawa wote ni wanamichezo. Khalfani Kim ni manager Glorious Garden, tukiwa tunapatikana Dodoma Makuru, mtaa wa Oyster Bay. Nikiwa ni mshiriki wa kwanza kwenye Bunge Marathon, tumeandaa chakula kizuri ambao ni English food. Tunachoma kuku, tunachoma nyama, tunachoma mishaki mizuri, tuna vinywaji vizuri ambao ni wahudumu wako imara kwa ajili ya kuhudumia katika hema letu likiwa limeandikwa Glorious Garden. Wateja wote wanaoshiriki katika marathon hii ambayo ni nzuri kabisa, iliandaliwa na watu ambao ni mara kabisa, ni Silent Ocean. Tunawakaribisha sana katika Oyster Bay, Makuru, Glorious Garden, wapate huduma nzuri na safi kabisa.
Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani unatarajiwa kufungwa ili kupisha matengenezo makubwa ya ukarabati kuelekea michuano ya AFCON mwaka 2027. Hatua hii inakuja baada ya ukaguzi wa serikali uliohusisha washauri wa kandarasi na wataalamu wa kiufundi kutoka spoti za Kenya. Lengo kuu ni kuhakikisha uwanja huo na sehemu za mazoezi vinafungwa kimataifa kwa ajili ya CAF kabla mashindano ya kuanza mwaka ujao. Michuano ya AFCON 2027 inatarajiwa kuwa ya kihistoria, kwani itafanyika kwa mara ya kwanza katika nchi 3 Afrika Mashariki: Tanzania, Kenya na Uganda, chini ya mradi wa pamoja unaojulikana kama Pamoja Bid. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na mchezaji mwandamizi wa kikosi cha Manchester City Ruben Dias ataukosa mchezo mgumu wa ligi kuu ya pale nchini Uingereza kati ya Manchester City dhidi ya Arsenal weekend hii, na atakuwa nje ya uwanja kwa wiki 2 zijazo akiuguza majeraha yake. Beki huyo anatarajiwa kurejea wakati wa mechi kubwa Jumapili, na wafanyakazi wa City wanaamini hatakuwepo mwezi huu kutokana na majeraha ambayo ameweza kuyapata. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga kwa ajili ya kuweza kuhitimisha. Lakini kwa siku ya kesho mimi nitakimbia na mbunge wangu, na wewe nakusisitiza kwamba kimbia na mbunge wako katika Bunge Marathon ambayo itafanyika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV. Na mlikuwa naye Johannes Michael katika habari za michezo na burudani. Tuelekee moja kwa moja sasa katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 20 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Wakati upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatajwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo machache ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Na hivyo basi Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatajwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma, Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, lakini pia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo basi wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma pamoja maeneo ya ukanda pwani ya kaskazini, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi
vya jua. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na ngurumo za radi vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Luhitana. Tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tutazame tena yale tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Katika habari za kimataifa, IMF na Benki ya Dunia zarejesha ushirikiano na Venezuela. Katika habari za michezo na burudani, Waziri Mkuu atembelea uwanja wa Arusha unaoendelea kujengwa. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo tuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha ulimwengu wa habari kukufikia, niseme asante na uwe na usiku mwema.